Ninakusalimu tena katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo, mwanafunzi mzuri wa Bwana Yesu, a good disciple of Christ. Najua kwa sababu unapenda kufuatilia channel hii. Karibu pia na wewe ambaye ni mara yako ya kwanza kuingia kwenye channel ya YouTube ya Mwalimu Mgisa Mtebe. Mungu akubariki sana kwa kuwepo katika kipindi cha leo. Bado tuko katika juma la kwanza kabisa la mwezi wa 12, mwezi wa mwisho wa mwaka huu. Tulianza series au mfululizo wa somo hili tarehe 1, siku ya kwanza ya mwezi wa 12, mwezi wa mwisho wa mwaka huu, tukiwa tunatafakari kwa uongozi wa Roho Mtakatifu, tukiwa tunatafakari habari ya namna ya kumaliza mwaka. Namna ya kumaliza mwaka. Tunaangalia Biblia ina kitu gani cha kusema katika majira ya mwisho. Tunajua kwamba kuna mambo ya kiroho ya kufanyika katika majira ya kwanza ya kipindi chako cha utekelezaji wa wito, huduma, karama, utumishi, biashara, kazi. Kile kipindi cha kwanza cha yale majira ya kwanza ya kipindi. Maisha ni vipindi. Yale majira ya kwanza ya kipindi, kwa mfano siku ya kwanza ya juma au mwezi wa kwanza wa mwaka, kuna mambo ya kiroho ya kufanyika. Nimeongea hivyo siku ya kwanza kwenye kipindi namba 1. Ningependa ufuatilie kama ulikuwa hujafuatilia kutokea nyuma. Na tuko sasa kwenye mtazamo wa mambo ya kufanya kwenye majira ya mwisho ya kipindi. Mambo ya kufanya katika majira ya mwisho ya kumalizia kipindi. Kwa mfano, mwezi wa mwisho wa mwaka. Neno la Mungu lina nini cha kusema? Na tuliona katika maandiko matakatifu jinsi ambavyo Mungu anafuatilia majira. Matendo ya Mitume sura 17, neno la Mungu linasema alianza mataifa yote kupitia mtu mmoja, akisha kuwaweka wanadamu juu ya uso wa nchi na kuwawekea mipaka ya makazi yao, lakini pia alituwekea majira na nyakati. Majira na nyakati, seasons and times, ili tuweze kuishi. Kwa hiyo maisha yetu pia yamefungwa kwenye vipindi mbalimbali vinaitwa majira, nyakati mbalimbali zinazoongoza maisha ya wanadamu. Kwa hiyo katika siku ya kwanza ya mwezi huu, tarehe 1 kabisa, tulianza series, tulianza mfululizo wa somo hili, namna ya kutembea na Mungu katika majira ya mwisho. Tunaangalia mambo ya kuombea katika mwisho wa mwaka. Mambo ya kuombea katika mwisho wa mwaka, ili tuweze kumaliza vizuri na ili tuweze kujiweka vizuri tunapoanza msimu mpya, tunapoanza majira mapya, tunapoanza kipindi kipya, tunapoanza mwaka mpya. Iko namna ya kiroho kabisa ya namna ya kumaliza. Kwa hiyo karibu sana kwenye mfululizo namba 4. Na katika kipindi kilichopita na vipindi vilivyopita nimeshakueleza jinsi ambavyo muda ni moja ya kanuni muhimu sana ya kiroho ambayo Mungu alitupa ili tuweze kuwa na maarifa ya namna ya kuishi ndani ya muda, na tujue yatupasayo kutenda ili tuweze kufanikiwa. Na kusihi sana urudie vipindi vilivyopita. Rudia, sikiliza zaidi ya mara moja. Hata kama ulishasikiliza, ni vizuri kusikiliza tena na tena. Utashangaa unasikia kitu ambacho pale mwanzo haukusikia. Na wewe ambaye ndio umeingia moja kwa moja kwenye kipindi hiki, huu ni mfululizo wa 4, na kusihi urudi nyuma. Mfululizo wa kwanza, wa pili, wa tatu ni vitu vya msingi sana, foundational, vya msingi, ili sasa hizi pointi zinazoendelea leo ziweze kujengwa juu yake. Nilikuwa nimekwisha kuanza pointi ya kwanza ya mambo ya kufanya. Mambo ya kufanya.
katika majira ya mwisho. Jambo la kwanza nilikwambia kutafuta uso wa Bwana. Ni muhimu sana kuomba. Usiweke imani yako kwenye uwezo wako, kwenye historia yako, kwenye ulivonavyo. Weka imani yako kwa Mungu mara zote. Tulijifunza kwa Daudi jinsi ambavyo pamoja na umahiri wa vita, pamoja na silaha za kutosha, pamoja na askari wa kutosha, pamoja na rekodi ya ushindi, Daudi alikuwa na discipline, alikuwa na nidhamu ya mara zote kutafuta uso wa Bwana ili aweze kupata maelekezo, Kwa hiyo sehemu ya kwanza ya maombi katika majira ya mwisho wa mwaka ni kutafuta uso wa Bwana ili Mungu akuelekeze ulikotoka. Kama ni mafanikio uweze kudumu au kudumisha, na kama ni makosa uweze kurekebisha. Lakini yote hii inaanza kwa wewe kuspend time with God, kukaa katika uwepo wa Mungu ili Mungu aweze kusema na wewe. Sawa, leo nataka nipige hatua ya pili. Katika kutafuta uso wa Bwana tunaanzaga na shukrani. Kwa hiyo chukua muda wa kutosha katika kukaa na Mungu. Tunapomalizia mwaka, kaa kwenye hali ya kimaombi. Mshukuru Mungu kwa ajili ya baraka zake nyingi. Mshukuru Mungu kwa ajili ya wema wake mwingi. Ukigeuka na kuangalia nyuma, tangu tumeanza January, February, March, tumeenda April, May, June, tumeenda July, August, September, tukaja Oktoba, November, na sasa tuko Disemba. Yako mengi ya kumshukuru Mungu. Zaburi sura ya 100. Utaona Daudi anasema kwenye Zaburi sura ya 103. Zaburi sura ya 103 ule mstari wa kwanza mpaka mstari wa 5. Daudi anasema, nafsi yangu umhimidi Bwana, wala usisahau fadhili zake, usisahau baraka zake, usisahau wema wa Bwana, kwa sababu is a human nature, ni hali ya kibinadamu kusahau, lakini Roho Mtakatifu atakusaidia. Daudi anasema, nafsi yangu usisahau fadhili za Bwana. Akaorodhesha chache, akasema akusamehe maovu yako yote. Kuna makosa mengi ambayo mimi na wewe tumefanya, na yamkini tulistahili adhabu ya sasa au ya milele, lakini rehema zake ni mpya kila siku, 7 mara 70 anatusamehe. Hilo ni jambo kubwa la kumshukuru Mungu. Ukigeuka nyuma na kuangalia mwaka huu ulivyoisha, tumejikwaa, tumekosea, tumefeli, tumeshindwa, tumemhuzunisha Roho Mtakatifu, tumemdisappoint Mungu wetu kwa namna nyingi, kwa maneno, kwa matendo, kwa kutokufanya wajibu wetu, kwa mawazo yasiyofaa na nia ovu ndani ya mioyo yetu tulipokuwa tunafanya hiki na kile. Mungu angetulipa sawasawa na matendo yetu, basi neno la Mungu linasema wala asingekuwepo wa kusimama. Kama Bwana angehesabu makosa yetu, ni nani angesimama? Kwa hiyo ni kwa sababu ya rehema tu za Mungu na msamaha wake, upendo wake usiopimika, upendo wake usiochoka, upendo wake usioangalia hali ya nje, upendo wake usiohesabu mabaya, Mungu ametupa neema ya kuendelea kuwepo mpaka sasa. Kwa Daudi anaikumbusha nafsi yake na kusema, Mungu amekusamehe maovu yako yote. Na Daudi ni kati ya watu wanaojua rehema na neema za Mungu, kwa sababu kosa alilofanya Daudi lilikuwa kubwa kuliko kosa alilofanya Sauli. Mfalme Sauli alitaka kumtolea Bwana dhabihu, japo hayakuwa maelekezo, lakini ingawa kutoa dhabihu ni jambo zuri, lakini kwa sababu haikuwa maelekezo, fikiri Sauli alifukuzwa kazi kwa sababu hiyo tu ya kutokutii. Ingawa nia yake ilikuwa nzuri, kutoa sadaka, lakini kwa sababu maelekezo hayakusema hivyo akapoteza kazi. Haya, linganisha na kosa la Daudi. Sauli alienda vitani, Daudi hakwenda. Alitega. Jioni moja akamwona mwanamke jirani anaoga, badala ya kukimbiza macho ndio akavuta kiti akakaa, mwili ukaamka, akaanguka kwenye zinaa na mama wa watu.
mbaya zaidi akamtia mimba, mbaya zaidi akamuua mumewe, na bado hakufukuzwa kazi. Kwa hiyo kati ya watu ambao wanajua utajiri wa rehema za Mungu ni Daudi. Ndio unaona anaanza na la kwanza kabisa anasema, nafsi yangu usisahau fadhili za Bwana. Amekusamehe maovu yaliyotakiwa kukufukuzisha kazi, kukupeleka kwenye adhabu ya milele, lakini Mungu amekusamehe. Mimi na wewe pia tunatakiwa kureflect back. Rudisha mawazo nyuma, mshukuru Mungu kwa namna ambavyo rehema zake zimekuwa nyingi kwetu. Alafu anasema akuponya magonjwa yako yote. Hiki ni kipengele cha kumshukuru Mungu juu ya afya. Wengine mlilazwa katika hali mbaya na leo umetoka hospitali, ukigeuka na kuangalia nyuma kwamba kuna watu ulilazwa nao na hawakurudi nyumbani, walizikwa kaburini, lakini wewe ulirudi nyumbani. Hospitali ni ile ile, daktari ni yule yule, dawa ni zile zile, lakini wewe umerudi nyumbani, yeye hakurudi nyumbani. Kwa hiyo si kwamba wewe ni mjanja sana au ni bingwa au ni mahiri, hapana. Ni rehema na fadhili za Mungu akuponya magonjwa yako yote. Alafu Daudi anasema, nafsi yangu kumbuka, ameukomboa uhai wako na kaburi. Jambo la tatu, ameukomboa uhai wako na kaburi. Ilikuwa uende kaburini labda kwa ajali ya moto, ajali ya umeme, ajali ya gari, ajali ya kuangukiwa na vitu. Ilikuwa uende kaburini, labda mafuriko, matetemeko na kadhalika, lakini God has spared your life. Mungu amehifadhi maisha yako. Hilo ni jambo jingine katika majira haya ya mwisho wa kipindi, mwisho wa mwaka. Unatakiwa kugeuka nyuma na kuangalia jinsi ambavyo Bwana amekuwa mwema kwa ulinzi wake. Zaburi 38 mstari wa 7, kuagizia malaika zake wakulinde na kufanya kituo kwenye nyumba yako. Wanakulinda mguu wako usijikwae. Hiyo ni Zaburi 91 mstari wa 1 na kuendelea. Kwa hiyo Mungu ametupa fadhili nyingi, mojawapo ni fadhili za ulinzi. Ametukomboa uhai wetu mara nyingi ambapo ilikuwa twende kaburini, lakini kwa rehema na neema za Mungu bado tu hai. Alafu anasema aushibisha mema, akushibisha maisha yako mema, fadhili, rehema. Ujana wako unarejezwa kama tai. Tai huwa ananyofoa manyoya yake. Tai huwa anagonga mdomo wake uliopinda, unaomzuia kula au kupata chakula, mpaka ule mdomo unang'oka. Anaishi kwenye maisha magumu mpaka ule mdomo unaota tena, anarejea ujana wake. Manyoya yake anayafyatua, anakuwa kijana tena, au ningeongea kwa lugha ya nyoka, anavua gamba, anaanza upya. Sasa Daudi anasema, nafsi yangu, uwepo wa Mungu na upako wa Mungu na utukufu wa Mungu maishani mwetu umefanya tunaendelea kuonekana vijana, lakini kusema kweli umri umeenda. Mtu akikuangalia hivi anaweza kafikiri wewe form 2, kumbe ni mama wa 5. Au mtu akikuangalia hivi anaweza kafikiri mnalingana, kumbe unamzidi sana, kwa sababu afya yako ya mwili, ngozi yako, nguvu ya mwili, Mungu amekujalia neema. Haujakongoroka sana kama wenzako ambao mkisimama nao watu wanafikiri kaka zako, kumbe mlimaliza wote darasa la 7. Lakini dhambi inakongorosha maisha ya mtu. Wewe kwa sababu ya upendo wako kwa Kristo, upendo wako kwa Mungu, angalia ujana wako umekuwa renewed. Neema ya Mungu imekuwa ikikuhuisha kila siku na kukujalia nguvu mpya na muonekano mzuri. Kwa hiyo hizi ni baadhi tu ya fadhili za Bwana ambazo mimi na wewe tunadaiwa kugeuka nyuma na kumshukuru Mungu kila siku kwa namna ambavyo Mungu ametujalia. Haya ni mambo ya kufanya unapomalizia kipindi. Haya ni mambo ya kufanya unapomalizia mwaka. Geuka nyuma, angalia baraka za Mungu, halafu twende mbele za Bwana kwa shukrani. Basi katika kipindi cha leo nataka nikupe baadhi ya faida ambazo mtu wa Mungu anapata
anapotoa muda wake katika kumshukuru Mungu. Baadhi ya mambo, kabla sijaingia hapo, nikusomee Wafilipi sura ya 4. Wafilipi sura ya 4 mstari wa 6 na wa 7 inasema, msijisumbue kwa neno lolote, bali kila neno kwa kusali na kuomba na kushukuru, kwa sababu Mungu anajishughulisha sana na maisha yetu, anatuwazia mema. Kwa hiyo usihangaike na panic. Wewe kila jambo mpe Mungu kwa sala na maombi, lakini na kushukuru. Usisahau kumshukuru Mungu katika kipindi chako cha maombi. Shukrani ina nguvu, na nitakwenda kukuonyesha leo kwa uchache nguvu iliyopo katika kumshukuru Mungu. Mwezi wa 12, mwezi wa kumaliza mwaka, ni mwezi wa shukrani. Ni mwezi wa shukrani, na utaona udhihirisho wa nguvu ya Mungu ya kipekee unapomshukuru Mungu kwa moyo wako wote. Wathesalonike wa kwanza pia sura ile ya 5 17-18 inasema, ombeni bila kukoma, shukuruni kwa kila jambo. Sio yote tumeyafurahia yaliyotupata, lakini Mungu alikuwa anaweza kuzuia. Mungu alikuwa anaweza kuzuia. Niliwahi kuongea na rafiki zangu wawili ambao Mungu alichukua wazazi wao wote wawili ndani ya mwezi mmoja au ndani ya wiki mbili. Wazazi wote wawili waliondoka, walilala, walifariki, na ilikuwa kitu kizito cha maumivu sana. Watoto pekee wa familia ile wawili, nilikuwa nimekaa nao sebuleni. Mmoja akaniambia, I feel like God is not fair. Na feel kama vile Mungu hajatutendea haki. Ndio kwanza tumemaliza tu form 6, tunatakiwa kwenda chuo. Sasa hatuna wazazi, sisi ndio tunakuwa wazazi wenyewe wa maisha yetu. Nikamwambia mshukuru Mungu. Akasema forward, yani naanzaje? Nikamwambia huwezi jua Mungu amezuia nini mpaka hapo. Yamkini labda Mungu alitaka kuwachukua wazazi wewe ukiwa darasa la 2 na mdogo wako akiwa chekechea. Fikiria, ndio ilikuwa muende kulelewa kwa mama mdogo, ndio ilikuwa muende kulelewa kwa shangazi, na mali zote hizi za baba yenu na mama yenu zingekuwa kwenye mikono ya watu wengine kabisa, na huwezi jua mwisho wake ungekuwaje. Leo Mungu ameruhusu, amevuta muda mpaka wewe una miaka 18, kaka yako na miaka 20, ndio Mungu anawachukua wazazi. Leo unaweza usione kwamba ni baraka, kwa sababu ulikuwa ujui ilitakiwa kuwa mbaya kiasi gani. Kwa hiyo Mungu akisema tumshukuru kwa kila jambo, tumshukuru kwa kila jambo, huwezi jua ilikuwa iwe mbaya kiasi gani. Kwa hiyo ni sababu nyingine kwa nini umshukuru Mungu kwenye mabaya yanayoonekana mabaya kwetu. Lakini sababu nyingine ya kumshukuru Mungu kwenye mabaya, huwezi jua Mungu amepanga nini hapo mbele. Huwezi jua Mungu amepanga nini hapo mbele. Kuna wakati kondoo wangu mmoja alikuja kwa machozi kabisa, akinieleza jinsi ambavyo ametengenezewa zengwe ofisini na ameondolewa kwa hila na kwa aibu. Nikamwambia mshukuru Mungu. Alishindwa hata kufungua mdomo, machozi yanamtoka, analia tu. Lakini miezi 3 baadaye lilitokea jambo kwenye ile idara, lilitokea jambo baya kwenye kile kitengo ambacho yeye ndio alikuwa pale, jambo ambalo lilichafua kila mtu, na watu walilala jela na wengine hawajatoka mpaka hivi ninavyoongea. Ni miaka imeenda kwa sababu ya vitu vilivyofanyika pale ndani. Yani kama yeye angeendelea kuwepo pale, yeye ndio leo angekuwa jela. Lakini wakati Mungu anaruhusu mabaya yampate na anaondolewa kazini au anaondolewa kwenye kile kitengo, anapewa kitengo kingine, hakuona kwamba ni baraka, hakuona kwamba ni wema wa Mungu. Lakini miezi kadhaa mbele alirudi kwa magoti na kusema, Mungu ninakushukuru kwamba uliniondoa pale, maana uliona dhoruba na uliona kombora ambalo lilikuwa linakuja. Kwa hiyo Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 17-18
Ombeni bila kukoma, lakini shukuruni kwa kila jambo, kwa sababu hayo ni mapenzi ya Mungu kwenu. Trust God. Even when you don't understand God, just tell him, Lord, I don't understand you, but I trust you. Mwamini Mungu hata katika nyakati ambazo humuelewi. Mwambie kabisa, Mungu sikuelewi kwa kweli, lakini ninakuamini. Wewe ni Mungu, mimi ni udongo. Ninakuamini. Kwa hiyo mshukuru Mungu tu, hata kwa yale ambayo moyo wako saizi unauma. Uwe mshukuru Mungu. Uwezi jua, mshukuru Mungu. Kuna mambo 5 nataka nikushirikishe ambayo ni faida ya kumshukuru Mungu kwa moyo wako wote. Ya kwanza tunaiona kwenye Luka sura ya 17. Luka sura ya 17 ule mstari wa 11 mpaka mstari wa 19 ni habari ya wale wakoma 10 waliotakaswa, lakini mmoja tu, tena sio Myahudi, ni mataifa, alikuja kumshukuru Yesu. Wale 9 hawakuja kumshukuru Yesu. Na tunaona jinsi ambavyo akapewa baraka ambayo wenzake hawakupewa. Aliporudi kushukuru, Yesu akamtamkia neno ambalo wale 9 hawakutamkiwa, maana hawakurudi. Yesu akamwambia, na uwe mzima. Kumbuka wote wametakaswa, ukoma umeondoka. Ukoma ulikuwa una mtindo wa kula vidole. Unakula vidole, mtu anaanza kupoteza vidole, ugonjwa mbaya sana wa ngozi. Sasa huyu akatamkiwa baraka ya ziada. Si tu kwamba ukoma umeondoka, yani umeacha kula mwili wake, lakini vidole vilivyokuwa vimeliwa vilirudishwa. Ndio maana ya na uwe mzima, kitu ambacho wale wengine hawakutamkiwa. Kwa Kiingereza wanasema you be made whole. Jesus told him, Yesu akamwambia, and you be made whole, na wewe ukamilishwe. Nikiongea Kiingereza direct kwenye Kiswahili, ukamilishwe. Kwa hiyo vile vilivyokuwa vimeliwa kwako virejeshwe. Restoration. Unarejeshewa, si tu unaondolewa ubaya, lakini unarejeshewa vilivyopotea. Sasa namkini walikutana baadaye huko barabarani, mwenzao vidole vimerudi. Wao ukoma umeondoka, lakini vidole vilivyoliwa havijarudi. Wakamuuliza, mbona wewe mwenzetu vidole vimerudi? Akasema, nilirudi kushukuru. Nyie mlipotakasika, mmeenda kujionyesha kwa makuhani, mkaishia hapo, hamkurudi kumshukuru aliyewaponya. Mwenzenu nilirudi na nikatamkiwa baraka ya pili ambayo nyie hamjatamkiwa. Kwa hiyo kwenye mstari huu, kwenye kitabu hiki cha Luka sura ya 17, unaona baraka mojawapo ya kumshukuru Mungu. Mungu anakukamilishia vile ambavyo vilikuwa havijakamilika. Labda ukigeuka ukaangalia nyuma, unaona kabisa ulianza ujenzi mpaka leo hujamaliza, ulianza shule mpaka leo hujamaliza, mchakato wa ndoa mpaka leo hujakamilika, labda unatafuta mtaji kuanza biashara mpaka leo haujakamilika, labda umekunywa dawa mpaka leo uponyaji haujakamilika. Mimi nakwambia, katika hatua hiyo ndogo ulioipata, ulioianza, hebu mshukuru Mungu kwa ajili ya hiyo. Ndani ya shukrani kuna nguvu ya kukamilishwa ambavyo vilikuwa havijakamilika. Ndani ya kumshukuru Mungu kuna nguvu ya kukamilishwa yale ambayo yalikuwa hayajakamilika. Huyu mtu alikuwa ametakaswa vidole, ametakaswa ngozi ya mwili wote, lakini vidole havijarejeshwa vile vilivyoliwa na ukoma. Kwa hiyo ni muujiza umefanyika, lakini umefanyika nusu, haujakamilika. Katika kurudi kumshukuru Kristo kwa muujiza ule, uponyaji wake ukakamilishwa, muujiza wake ukakamilishwa. Nataka nikwambie na wewe, afya yako itakamilishwa ndani ya kumshukuru Mungu. Afya yako itakamilishwa ndani ya kumshukuru Mungu. Ujenzi wako utakamilishwa, hata kama sio mwaka huu, lakini Mungu atakujalia kukamilisha ujenzi katika kipindi kinachokuja. Labda safari ya uchumba na ndoa haijakamilika. Kila siku kuna vitu vinaibuka vya kuzuia ninyi kukamilisha
azma yenu ya kufunga ndoa. Mshukuru Mungu kwa hiyo hatua, kwamba angalau kuna hatua. Kuna watu hawana hata hiyo hatua ulionayo wewe, na wanasali na kuomba kila siku waonekane, wapate mtu wa kuoa, wapate mtu wa kuwaoa. Wewe umeshapata, hatua kadhaa zimeshapigwa. Mshukuru Mungu kwa hatua hizo chache, au kwa kiwango hicho kidogo. Usilalamike, usimwone shetani tu kila siku. Ndio tutaendelea kuomba na kuvunja hila za shetani, lakini kwanza mshukuru Mungu kwa moyo wako wote kwa hatua hiyo ndogo. Labda ni masomo, hujamaliza mpaka leo, umekuwa ukiahirisha mwaka, lakini mshukuru Mungu kwamba angalau ulipata admission, angalau umekubalika chuoni, angalau tayari uko kwenye mchakato. Mshukuru Mungu, atakusaidia kukamilisha masomo yako. Maono ya biashara, mtaji kidogo umeanza kudunduliza, au Mungu amekuletea watu wawili watatu wameanza kukusikiliza ili waweke nguvu yao pamoja na wewe. Mshukuru Mungu tu hata kwamba umepata maono ya kufanya. Kuna watu wanahangaika, nifanye nini mpaka leo, na haoni njia. Wewe angalau tayari kamfereji umeanza kuchimba. Hebu mshukuru Mungu kwamba amekubariki na hatua hiyo ndogo ya kwanza au ya pili. And let us trust God, na tumwamini Mungu kwamba atakukamilishia. Ndani ya kumshukuru Mungu kuna nguvu ya kukamilishwa vile ambavyo vilikuwa havijakamilika. Mungu akubariki sana kwa kuwepo leo. Tutaendelea tena katika kipindi kinachokuja. Usikose mfululizo huu, tunaendelea nao yamkini mwezi mzima huu wa Disemba. Labda kabla ya tarehe 20 pale tutakuwa tumemaliza, lakini kila siku tutakuwa tuna jambo moja la kutafakari kwa pamoja katika kumalizia mwaka. Tunaangalia mambo ya kufanya katika majira ya mwisho ya kipindi, mambo ya muhimu ya kufanya katika majira ya mwisho ya kipindi, na mambo ya kuombea katika majira ya mwisho ya kipindi. Kwa hiyo ninaamini Mungu atakubariki sana na utaweza kunufaika na marupurupu yote haya tunayoyapata katika kumshukuru Mungu. Mwezi huu ni mwezi wa kumshukuru Mungu. Kipindi cha mwisho ni kipindi cha kumshukuru Mungu, ili upate manufaa haya na uanze vizuri na baraka za Mungu katika kipindi kinachokuja. Naitwa Mwalimu Mgisa Mtebe, mwalimu wako wa neno la Mungu. Nimefurahi kuwa pamoja na wewe siku ya leo. Usiache kusubscribe kwenye hiyo channel kama haujafanya. Usiache kukopi link hiyo na kuwatumia ndugu jamaa na marafiki, ili na wao wabarikiwe na kubadilika kama wewe ulivyobarikiwa na kubadilika. Na Mungu akikubariki kutusupport na kumshukuru Mungu kwa ajili ya utumishi aliotuitia, ili tuweze kuendelea kukuletea mafundisho mazuri kama haya bila kuchechemea. Basi jisikie pia kumshukuru Mungu kwa sadaka ambayo utawezeshwa. Kuna namba hapo chini ya screen yako, ni namba yetu ya huduma. Inapokea maombi, mambo ya kuombea, inapokea maswali ili tuweze kukujibu kibinafsi, lakini pia inapokea sadaka. Kwa hiyo ukisikia moyoni kumshukuru Mungu kwa ajili ya utumishi huu na madhabahu hii, ili tuweze kuendelea kulitumikia kusudi lake kwa nguvu bila kuchechemea, basi jisikie kusupport kazi hii, kuchangia kazi hii na kuweka nguvu kwenye kazi hii na kututegemeza ili tuweze kuendelea kufanya hivi. Kuna namba hapo ya WhatsApp, unaweza ukanisalimia katika WhatsApp, tukawa tunaendelea kuwasiliana, na naweza nikakurushia notes hizi kwenye WhatsApp yako au kwenye email yako, ili uweze kwenda pia na kuwafundisha na wengine. Basi nikutakie baraka za Bwana. Tukutane tena katika kipindi cha kesho, kipindi kinachokuja hapa hapa kwenye YouTube channel ya Mwalimu Mgisa Mtebe. Nakutakia baraka za Bwana na uende kufanikiwa. Amen.